Ni sehemu ya mijadala ambayo inaendelea kuibua gumzo katika jamii, hususani ile jamii ya watu wanaofuatilia masuala ya kisiasa, mara baada ya kuendelea kuwepo kwa mgawanyiko wa kimtazamo katika chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa kile kinachoelezwa kuwa lipo kundi linalounga mkono ajenda ya no reform no election, na lipo kundi linalopinga ajenda hiyo likieleza kuwa uchaguzi ni muhimu kufanyika kwani unalinda haki ya wanachama na wananchi. Akitoa taarifa kwa umma iliyoeleza dhamira yao ya G55 ya kuwasilisha waraka kwa katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa chama hicho John Mrema amesema umoja huo haungani na kauli ya kupinga kufanyika kwa uchaguzi, kwani uchaguzi unakipa uhai chama hicho kuendelea kuwepo na kuaminiwa na wananchi. Kama chama chetu kikiendelea na msimamo huo, tutabaki na nani? Maana wanachama wetu ndio waumini wa dini hizo, wanawasikiliza viongozi wao wa dini. Hasa hili ni kama wake up call kwetu, na ndio maana tumemshauri katibu mkuu, dhana ya kuzuia uchaguzi inaweza ikawa inapingwa kimya kimya na makundi makubwa katika jamii. Hawasemi, lakini kama wanahamasisha reform lakini hawawaambii waumini wao nendeni mkazuia uchaguzi, maana yake hawajakubaliana na sisi au hawajaridhishwa na ushawishi wetu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hii ni sababu ya 7 tuliyomwandikia katibu mkuu. Sababu ya 8, uchunguzi na uchambuzi wetu umeonyesha kuwa wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi iwapo reform hazitapatikana, kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa, kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Katika hatua nyingine, John Mrema ametoa wito kwa viongozi wa chama hicho kuendelea kufuata taratibu za uchaguzi zinazoendelea kusimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ikiwa ni pamoja na kuwataka kushiriki kwenye vikao vinavyoongozwa na Tume Huru ya Uchaguzi ili chama hicho kipate nafasi ya kushiriki uchaguzi mwaka huu. Ushauri wetu, tujiandae kwa uchaguzi. Tumemtaka katibu mkuu na chama, kama nilivyosema awali, wajiandae kwa uchaguzi. Aidha, upo uwezekano wa kushinda uchaguzi wa 2025 na kutangazwa katika vikwazo vingi vya kikatiba, kisheria na utamaduni mbaya wa CCM wa kubaka demokrasia. Pamoja na hujuma na uonevu wote tuliofanywa katika chaguzi zilizopita, bado yapo madhaifu ya ndani ya kirasilimali na kimkakati yanayoweza kuondolewa, na hivyo kukifanya chama kiingie kwenye uchaguzi huu kikiwa na nguvu mpya na mikakati madhubuti ya kukabiliana na hujuma za CCM na serikali yake kwa kasi kubwa. Tukijipanga vizuri kimkakati, kushiriki uchaguzi kutatupatia fursa kubwa na nzuri zaidi
ya kuzuia uchaguzi kirahisi kwenye vituo na maeneo mahususi yanayoelekewa kufanyiwa hujuma. Tunasisitiza kuwa ni ngumu na kwa kweli haiwezekani kuzuia uchaguzi huku tukiwa nje